kwa ngoma wakati kuna tukio lingine linaendelea linalohitaji utulivu kutaitwa vurugu. Nasema hivyo, msiniulize nasema kama nani, kama mjumbe wa baraza. Tuendelee na mambo mengine tukiwa kimya. Mpaka dakika hii tunapozungumza hatuna naibu katibu mkuu katika chama hichi, hatuna mwenyekiti, hatuna makamu mwenyekiti kwa mujibu wa katiba na utaratibu huu. Na hii nataka niwakumbushe sana hao wenzetu ambao watakuleta kidogo kuleta fulani. Msajili wa vyama vya siasa ni mlezi wa chama wa vyama vya siasa vyote. Na utaratibu huu tumekuwa nao, tunafahamu kwamba msajili wa vyama vya siasa ni mlezi wa vyama vyote. Kwa hiyo kimsingi kuto kuheshimu maamuzi ya msajili ni kuvunja sheria. Hilo la kwanza. Lakini la pili, lazima tukumbuke Profesa Ibrahim Lipumba wakati kuna mvutano na Maalim Seif, maamuzi ya msajili ndio aliyotumika kumrejesha Profesa Ibrahim Lipumba hapa ofisini. Kwa hivyo kimsingi watapokuwa wao wanajaribu kufanya dharau ya kudharau maamuzi ya msajili, hilo ni kosa kisheria. Kwa hiyo kimsingi naombeni waeleze kwa muda huu tunasubiri baraza kuu lifike. Mpaka baraza kuu lifike siku ya Ijumaa, tutafanya baraza kuu kwa pamoja na kutoa maamuzi na msimamo mzima wa chama. Kwa sababu haki haikuwepo. Huwezi kushinda uchaguzi na 36%. Watanzania wanaamini na Watanzania wengi wanajua kwamba uchaguzi huu haukuwa halali kwa sababu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ambaye alipitisha na yeye mwenyewe mheshimiwa aliyeshinda alikuwa ameamua kuikanyaga katiba. Ndio aliyetufikisha hapa tulipofika leo. Huwezi kumpa ushindi mtu na 36%. Haiwezekani. Na wajumbe 7 wamendufukuza. Tumefukuzwa kikao tarehe 6, tarehe 7 asubuhi tunafukuzwa. Hatujahojiwa, hatujajieleza, hatujafanya chochote. Yaani mmefanya ubabe juu ya ubabe wenyewe. Tunamshukuru msajili kwa kuheshimu demokrasia, lakini pia kuzingatia katiba na sheria za nchi yetu. Ni haki ameitenda na ametuonesha kwamba huyu ni mlezi mzuri kwa sababu demokrasia ameisimamia na haki ameitenda. Na msajili siku zote lazima asikilizwe kwa sababu ndio anasimamia sheria na anasimamia vyama vya siasa. Kwa hiyo kama mtu yote akitokea kama hawezi kuheshimu matakwa na maelekezo ya msajili wa siasa, atakuwa na jambo lake lingine. Na kama angelikuwa na jambo basi alitakiwa kwenda kwake ili apate ufafanuzi. Kwa hiyo tunachokishauri, tunawaomba wanachama watulie, lakini pia wanachama wapokee kuwepo kwetu sisi, lakini pia wakubali maamuzi ya kisheria ya utenguzi wa viongozi wakuu, mwenyekiti na makamu mwenyekiti, kwa sababu msajili wa vyama vya siasa amezingatia kanuni ya chama, amezingatia katiba ya chama na kanuni za uongozi wa chama, lakini pia amepima uzito kulingana na mashahidi aliyowahitaji. Hii hawa wenzetu wengine upande mwingine wanasahau, lakini miongoni mwa watu waliolalamika ni makamu mwenyekiti wa chama ambaye alikuwa ni miongoni mwa walioshindana, lakini mwingine alilalamika ni katibu mkuu. Kwa hiyo hata kama watasema sababu nyingine na mheshimiwa Rwakatari, kwa kama sababu nyingine, maana yake watakuwa na sababu nyingine ambazo wanataka kukizofisha chama. Wanachama wa CUF mimi nasema wana akili timamu. Haiwezekani ukafanya kosa, kwa sababu Waswahili wanasema kosa sio kufanya kosa, kosa ni kurudia kosa. Kwa hiyo tuamini tutapata viongozi makini, viongozi wazuri ambao kwanza watafuata kanuni za uchaguzi. Hawa waliokuwepo mimi naweza kusema wenyewe nafikiri baadaye walikiri kwamba hapa pana taratibu zilikiukwa. Isipokuwa tabia ya binadamu akishajiona kashinda anabidi auchune, lakini mimi nasema kwa kurudia uchaguzi, kwanza tume ile ya kusimamia uchaguzi itabidi iwe makini, lakini tutazingatia haki, lakini tutafuata katiba na kanuni zetu za uchaguzi, kwa sababu haya ambayo yamepelekea mpaka msajili akatoa ufafanuzi yalizungumzwa siku ya uchaguzi, lakini kwa bahati mbaya kamati ile iliyosimamia uchaguzi ikawa imetia pamba masikioni ya wasikii. Matokeo yake msajili kwa kupongeza, na hili litakuwa ni funzo kwa vyama vingine venye tabia kama hii ya kukanyaga katiba zao wenyewe walizoziandika. Kwa hiyo tukupongeza sana 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 na heshima kubwa tutakupa. Kwa mujibu wa maamuzi ya msajili yaliyotolewa Februari 13 mwaka huu, ni kwamba chombo kinachotambulika kikiwa hai katika ofisi ya msajili ni Baraza Kuu la Uongozi la Taifa. Kwa hiyo tunachoamini ni kwamba Baraza Kuu la Uongozi la Taifa litakaa kikao chake kitakachoitishwa na Chama cha Wananchi CUF na sio chombo kingine, kwa sababu hakuna chombo kinachotuitishia vikao. Na tukiwa tunaongelea Dar es Salaam, nadhani mimi nina sauti zaidi ya kuitisha kikao hicho, kwa sababu
Kwanza mimi ni mjumbe wa Baraza Kuu kanda ya Pwani nikitokea Dar es Salaam, kwa hiyo ndio mwenyeji wa wajumbe wa Baraza Kuu wanapokuja katika mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo tutaitisha kikao chetu kitapokea maamuzi kutoka katika ofisi ya msajili, kitayajadili. Kitakapoyajadili, katiba ya chama cha wananchi CUF inaeleza namna gani panapotokea nafasi yoyote ikawa wazi ya uchaguzi iweze kuzibwa, ikiwa pamoja na kuitisha mkutano mkuu. Lakini katiba ya chama cha wananchi CUF kinaeleza pia kwamba kuna muda wa siku zisizozidi 180 hapa ndipo unaweza ukaitisha mkutano mkuu wa dharura kwa ajili ya kuziba nafasi. Na mikutano mikuu hii na baraza kuu hili vinapaswa kuitishwa na chama cha wananchi CUF na sio chombo chochote. Mpaka hapa tulipo, chama cha wananchi CUF, wanachama wake, pamoja na kwamba wanaweza kuwa wanasigana, hawajafikia hatua ya kushindwa kuitisha vikao vyao wenyewe ili wajadili mambo yao wenyewe, ili wapate ufumbuzi wa matatizo yao, ili kufikia hatua ya kusema vikao vifanyike chini ya ofisi ya msajili. Sawa, na furaha ende kwa nani? Wasiopenda haki